Basi kwa sababu Kristo alikuumba kwa mfano wake, na sisi tuna namna ya Mungu, na sisi ni wamiliki wa Mungu. Sasa nahuzunishi nakuta watu wamejichubua miili yao, wameharibu hekalu la Kristo. Hamjui kama Kristo anakaa ndani yenu? Ninahuzunika. Nashukuru nyie mko vizuri. Nakuta wengine najua wananisikiliza kwa njia ya mtandao. Unaona alivyokuumba Mungu haitoshi, na muongezea mzigo kichwani. Unataka kuwa Muhindi tukupeleke India? Bwana sifiwe. Tukuhamishie India. Uwe Muhindi nywele zako zifike chini. Na penye ukifika kule tutamani kuwa Mrundi, uwe mweusi kama mimi. Huko ni kutapatapa na kukosa nguvu ya Roho Mtakatifu. Huko ni kuhangaika kwa dunia. Duniani kuna mahangaiko. Duniani kuna tabu. Unapepesa unahangaika kuangalia jinsi ya kuweza kuishi kwenye dunia iliyojaa dhiki. Haitakusaidia. Mbinguni wanaingia watakatifu. Nywele zako hazitaingia mbinguni. Biblia inasema baada ya kufa miili yetu tutabadilishwa, tutapewa miili ya kutokufa. Unafikiri wewe wigi lako utaliona? Hizo hereni zako unafikiri kule utaziona? Nina huzuni sana kuwaona wadada wa leo mnaipenda dunia. Nina huzuni kuona mnapenda mapambo. Yawaonesha kwanza mwili ule ambao mtapewa jinsi ulivyo natural. Hauna vitu marumaru hivyo mlivyoweka ndani ya sura zenu. Mmejibandika vitu vya ovyo ovyo, mmehongorora, mmefanya magofu. Ili ni hekalu la Mungu, msiliharibie. Msiharibu hekalu la Kristo. Naye Roho Mtakatifu akai humo ndani. Kujipamba kwenu kisiwe njiwe. Sio kuvalia mahereni na kusuka nywele, bali utu wenu wa ndani. Jipambe ndani. Ajawe Roho Mtakatifu. Ajaye Roho Yesu Kristo ndani yenu. Ile nguvu ya Roho ijae ndani mwenu, sio kujipamba nje, haitakusaidia. Huo mwili wako utazikwa pale. Na hereni zako tutakusaidia tukusindikize nazo. Tuone kama zitakunusuru. Bwana asifiwe. Asifiwe. Unaangalia CGM4 Online TV. Usiache kulike, comment na kusubscribe. Sisi ni Injili, Injili ni sisi. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu cha Marko sura ile ya 16 mstari wa 15 mpaka 17. Biblia inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini hatahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Sema, na ishara hizi zitafuatana nao hao waaminio. Sema hivyo. Kwa jina langu watatoa pepo, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuwafisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sema hivyo. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Leo tutakuwa na somo kazi ya Roho Mtakatifu kwa muumini. Bwana sifiwe. Biblia inasema asubuhi ya leo, kila aaminie Kristo. Sema kila aaminie Kristo. Kila anayeokoka. Sema kila anayeokoka. Ishara hizi kila atakayeamini zitafuatana nao. Kwa jina la Yesu watatoa pepo na watanena kwa lugha mpya. Wangapi wameshanena kwa lugha? Najua ameokoka. Kuna mtu hajaokoka hapa? Bwana sifiwe. Nani ambaye hajaokoka? Nyosha mkono hivi. Wote tumeokoka. Wote tumeokoka. Ishara hizi zitafuatana nao wale waaminio, kwa lugha mpya watanena. Sema amen. Kuna watu hawajanena kwa lugha. Leo sema nitanena kwa lugha. Sema leo nitanena kwa lugha. Ziko imani potofu zinasema kunena kwa lugha likiwa zamani, ujue maanguka wewe. Ndio ishara ya kwanza baada ya kumpokea Kristo. Biblia inaniambia atamwaga kipawa cha Roho Mtakatifu juu yako. Na ndio ahadi tuliyopewa. Kumbuka wanafunzi wa Yesu pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume walikuwa hapo pamoja, lakini Kristo Yesu akamwambia wanafunzi, msiende kuhubiri Injili, msifanye kazi yoyote, lakini subirini kwanza mpaka mpokee nguvu za Roho Mtakatifu.
Huwezi kufanya kazi yoyote pasipo Roho Mtakatifu. Umeokoka lakini unataka kuhubiri injili, huna Roho Mtakatifu hutaweza. Maana hujapokea ahadi ya Baba. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Hata kuimba ile ni huduma imetoka kwa Mungu. Bwana sifiwe. Unahitaji ujae nguvu za Roho Mtakatifu. Wako wachungaji mpaka leo unashangaa mchungaji hana Roho Mtakatifu, sijui anahubiri kwa njia gani. Yesu akamwambia msiondoke hapa mpaka mpokee Roho. Bwana sifiwe. Msiondoke hapa mpaka mpokee nini? Na alipo Yesu fufuka kufika Golgotha, alipofika mbinguni alikabidhiwa ile ahadi ambayo aliwaahidiwa wanafunzi, akamwambia subirini hapa, msiondoke mpaka mpokea. Alipofika mbinguni, salamu ya kwanza akakabidhiwa kile kipawa, akakimimina juu ya wanafunzi. Soma Biblia yako, walikuwepo mahali pamoja, ukaja uvumi kama uvumi wa upepo, wote wakanena kwa lugha mpya. Ile ahadi katimia. Kuanzia hapo injili ilihubiriwa. Ndio hii mpaka leo imefika kitambuka. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nishike jirani yako, mwambie leo pokea Roho Mtakatifu. Usikubali kuimba kwaya huku huna Roho Mtakatifu. Unatumia akili zako mwenyewe. Na tumeshangaa siku za leo mwanakwaya unakuta na mashetani. Kwa jina la Yesu uache kuimba. Unaimba kwaya huku umejaa mapepo. Unailoga kwaya haisongi mbele. Na kuamuru kwa jina la Yesu leo utubu. Umkubali Yesu akujaze ile ahadi ya Baba. Sema amen. Sema amen. Tunawaletea Yesu Kristo ambaye kwa Roho Mtakatifu tunatenda kazi. Sema amen. Roho Mtakatifu ndiyo kiongozi. Hakuna kazi yoyote ya Mungu inaweza kwenda bila Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Kama wewe ni mchungaji unayenitazama kupitia CGM4 Online TV, nakwambie hiyo kazi unaifanya kama hujawahi kuokoka, inabidi urudi tena kwa Yesu, mwambie nijaze nguvu. Huwezi kumtumikia Mungu ile hali huna muhuri wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhuri ya kuwa Kristo yuko ndani yako. Usiridhike na Ukristo, utaingia mbinguni. Lazima uthibitishe na Kristo. Bwana sifiwe. Lazima uthibitishwe. Unashangaa ni mzee wa kanisa hana Roho Mtakatifu. Mzee wa kanisa huna Roho Mtakatifu. Na kuja kwako niombeni na shida, utaniombea kwa maongozo gani? Bwana sifiwe. Lazima mkubali kumpokea Yesu na uokoke kwa kumaanisha, ndipo utampokea Kristo. Huwezi kupokea Roho Mtakatifu kwa kupapasa. Lazima ujikane. Lazima uyatoe yote maisha yako. Sema amen. Lazima moyo wako ufungue, ndipo pokea Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Huwezi kupokea Roho Mtakatifu na roho mbili. Una mawazo mawili. Kwa mganga upo, kwa Mungu upo. Vuguvugu Roho Mtakatifu aingie. Biblia inamfananisha Roho Mtakatifu na hua au njiwa. Mnamfahamu njiwa? Kama giza, umetenda dhambi, umeanguka, hakwambii naondoka. Mwenye utajikuta uko peke yako, unajisikia uko mpweke, ameshaondoka. Unamfukuza kwa matendo yako. Bwana sifiwe. Matendo yako yanatosha kumuondoa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Na matokeo yake ndio yale makanisa kileo tumeishi kama tamaduni. Tunafuata liturujia tu, kwamba ni kuimba tukimaliza nyumbani. Hatujaona Kristo akishuka kwenye ibada zetu. Tunaondoka kama tumetoka kwenye vikoba. Wakati tumetoka ibadani inakuwa kama vikundi vya kupanda mahindi, lakini ni kanisa. Bwana sifiwe. Lazima mtu anaingia kanisani aoneshe badiliko. Sema amen. Lazima badiliko lionekane ndani ya mtu. Usije kanisani kwamba umekuja kuombea uponywe. Hapa sio kwa mganga wa kienyeji. Unakuja mpokee Yesu akuweke huru. Sema amen. Amen. Na ukishampata Yesu, jibu ni kwenda mbinguni. Agenda yetu ni kwenda mbinguni. Sema kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni. Nani ambaye hana agenda ya kwenda mbinguni? Nani anatamani kukaa hapa duniani milele? Tutamuombea aishi milele dunia hii. Biblia inasema, sema amen. Duniani ndipo makao pa shetani. Sisi sio wenyeji wetu, sio hapa. Wenyeji wetu ni mbinguni. Sema amen. Wenyeji wetu ni mbinguni. Sema amen. Na bado haijadhihirika. Biblia inaniambia itakavyokuwa, atakapofunuliwa tutafanana naye. Ni raha iliyoje kufanana na Yesu. Sema amen. Ni raha iliyoje ufanane na Kristo. Tena nasema utarithi pamoja naye. Ni neema iliyoje kurithi ufalme wa mbingu. Unaenda kurithi mbinguni. Tena unarithi mbinguni. Huyu Mungu ambaye ana mamlaka anakuambia uje urithi vya huku. Silaha hiyo. Kwa nini unamkataa Yesu leo? Usimchanganye Yesu. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Mkubali Yesu. Amen. Ndiye jibu. Bwana sifiwe. Msimwache Yesu. Pole mama. Mkubali Yesu akuweke huru. Amen.
Yesu ni njia, kweli na uzima. Pasipo Roho Mtakatifu huwezi kushinda adui. Roho Mtakatifu anatufunulia kama yuko mwanga na kuja usiku unamuona. Hatutumii lamuli sisi. Bwana sifiwe. Roho Mtakatifu ni taa. Kama liko jambo bora ya mbele yako anakujulisha mapema. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Huwezi kuangamia, Roho anahuisha. Kama jambo linaenda kutokea lisio sawa, Yesu anahuisha. Watu wanapata ajali na unakuta mtu hajachubuka hata kidogo, yuko salama. Yesu anamuokoa. Mpokea Yesu leo. Pokea Roho Mtakatifu leo. Pokea Roho Mtakatifu mama. Mpokee. Tumewaletea Yesu aliye hai, hatujawaletea aliyekufa. Yesu Kristo, Biblia inaniambia yuko hai. Biblia inasema lazima tumpokee Roho Mtakatifu ambaye ndiyo kiongozi chetu. Bwana sifiwe. Ndiyo kiongozi mwema na tunaongozwa naye. Ndiye anayetuongoza. Lazima kanisa la waliookoka lipimwe kwenye viwango vya roho. Bwana sifiwe. Lazima tulipime kwenye nini? Viwango vya roho. Yapo makanisa mengine leo unaingia huwezi kumkuta Roho Mtakatifu hata siku moja. Unajiuliza wanamwabudu nani? Ndugu zangu, wale waliimba wanamwabudu nani? Wanamwabudu nani? Bwana sifiwe. Wanamwabudu nani kama Roho Mtakatifu hayuko mle? Na ndiyo kanisa, ndiyo kiini na ndiyo chanzo cha kanisa. Kanisa hili limejengwa kwa misingi ya Roho Mtakatifu. Unity in the Holy Spirit. Kiwango cha Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Ndilo jina la kanisa hili. Kiwango cha Roho Mtakatifu. Lazima tukione kiwango cha Roho Mtakatifu. Usikubali kukaa vuguvugu wewe. Mkubali Yesu. Lazima tumpokee Yesu. Kanisa hili limejengwa kwa misingi ya kiwango cha Roho Mtakatifu. Na hii hapa inatakiwa mchungaji aisimamie. Kiongozi wa kwaya lazima usimame mwenyewe, jitafute. Kuna ile kujitafuta, ukishajipata watafute na wenzako, mwambie jitafute na wewe. Usikubali jinsi ulivyo, sio hali yako wewe. Usikubali kukaa vuguvugu, roho huna, roho hamu ya kusoma neno huna, roho ya maombi huna, afu unaridhika unaenda kunyimba kwaya, unafanya mazoezi huna, tofauti na wale wa duniani. Unafanya mazoezi ya koo tu lakini roho hayupo, hana taarifa zenu. Yaani mnapoimba hapa Biblia inaniambia kwamba ni kelele na chukizo mbele za Mungu. Bwana sifiwe. Ni kelele na chukizo mbele za nani? Kama unaimba unafanya huduma yoyote pasipo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhuri ya kuwa hakika umethibitishwa uko na Yesu ndani yako. Leo ujitafute, sema nitajitafuta leo. Piga hatua, na dawa ni moja tu, unafunga na kuomba. Kila na aliye na kiu na aje kwangu anywe. Kiu yako na ionekane. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Anasema njooni tusemezane. Hata dhambi zenu zijapokuwa nyekundu atasafisha. Hata kama umeua, rudi kwa Yesu atakuweka huru. Dhambi ni moja tu ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Biblia inasema atasamehewa. Kumkufuru Roho Mtakatifu. Unaijua kweli? Ukishaijua kweli, unajua kuimba dhaka ni dhambi, lakini unaiba. Unatafuta kumkufuru Roho. Lakini mpokee Yesu, yeye ni jibu la mambo yote. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Biblia inaposema anajua walio wake, tena imewapasa wamwabudu wa Mungu wamwabudu katika roho na kweli. Sasa utamwabuduje bila roho? Ndio ile itakuwa ni muziki tu tunacheza kama tunacheza ngoma za asili hapa. Hakuna roho, hamna chochote, ni vumbi tu linatimuka hapo kitoka huko hoi. Jasho unaenda kujipangusa. Yesu hana habari na nyie mlikuwa mnafanya nini hapa. Roho hajahusika na nyie. Mna utofauti na wale wanaocheza ngoma za asili kijiweni pale. Mna utofauti. Mnacheza manyanga. Ngoma za asili sindimba. Bwana sifiwe. Hamna utofauti, mtaluka sana lakini mwisho wake nina huzuni sana. Mtatupwa jana. Ndipo mnamkasirisha roho. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Amen. Ninasikia uchungu sana. Mkubalini Yesu Kristo, msikubali kuabudu tu bila kuthibitisha. Usiingie kanisani kama desturi. Usikubali kuingia kanisani Jumapili na Jumaa na kuenda na kurudi. Thibitisha unaye Yesu ndani yako.
Sikia uchungu na kuonea pole. Sadaka zako watakula wachungaji, lakini mbinguni huingie. Kubali Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Zaka utatoa, utamkumbusha Mungu nilitoa zaka, atakwambia sikukujua. Sikukujua. Ninasikia huzuni, Roho Mtakatifu ananizuia, lakini nakwambia mchana wa leo, kubali badiliko. Umekuja hapa ukutane na Yesu, hujaje hapa kuangalia wahubiri. Kama umekuja kumwangalia mhubiri, pole. Sisi hatuna kitu chochote, tumekuletea Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Mkubali Roho Mtakatifu mchana wa leo. Usije ukatupwa katika ziwa lile na moto ambalo hakuna hesabu ya miaka inayoeleweka. Ni milele na milele. Bwana asifiwe. Unaweza ukahubiri injili yako lakini huna Yesu, ni kazi bure. Jehanamu utaenda. Bwana asifiwe. Unaweza ukafanya huduma kanisani lakini kama huna Roho Mtakatifu, muhuri wa uthibitisho wa kuwa wewe ni wa Kristo, bado. Tunapoitwa sisi ni wa Kristo, maana kwamba tuna muhuri. Mchungaji anao muhuri, akigonga pale utasemekana hii ni barua imetoka Unity. Hii ni ya. Ukishagongwa muhuri wa Roho Mtakatifu, wewe ni wa nani? Wa nani? Wa nani? Wa Kristo. Una muhuri. Sema leo napokea muhuri wa Yesu. Yohana Mbatizaji alienda kubatiza, akamwambia mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuko ajaye atawabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Umebatizwa na Roho Mtakatifu? Yesu ukiingia ndani mwako, atakubatiza kwa Roho Mtakatifu. Sema kwa Roho Mtakatifu. Utabadilika, utaomba kwa Roho Mtakatifu. Naye Roho ndiye anayetusaidia. Unaweza ukaombea mashamba yako, lakini Roho akakuongoza kuombea jambo ambalo lilikuwa baya mbele zako. Mtoto wako alikuwa anaenda kufa, lakini Roho Mtakatifu anakuambia badili maombi. Ndio kazi ya Roho. Anakukumbusha, anakushauri. Bwana asifiwe. Ukimtii Roho Mtakatifu utakuwa salama hapa duniani na hata mbinguni. Bwana asifiwe. Paulo anasema nisiwe mtu wa kuhubiri wengine na mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Unaweza ukawa mchungaji, wewe unayenitazama. Unaweza ukawa mchungaji, lakini kama huna Roho, hujathibitishwa na Yesu Kristo, uwe na hakika Yesu hajakutambua. Kubali muhuri wa Roho Mtakatifu. Usifiche fiche. Usiwafiche washirika na watumishi wa Mungu wanaohitaji kuisikia kweli kwa kuficha ile kweli na hata kuifukia ile talanta. Unawaficha ile kweli yako kwamba unaogopa kukimbiwa na washirika. Wacha wakimbie, uende nao mbinguni wawili hao halo, kuliko kutupwa jehanamu na maelfu ya washirika wako. Bwana asifiwe mchungaji. Bwana asifiwe mchungaji. Bwana asifiwe shemasi na wewe mzee wa kanisa. Usikubali kutumika bila muhuri wa Yesu Kristo. Kubali muhuri wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Msitumike bila Roho Mtakatifu. Hata kama unafagia chooni, hiyo ni karama na ni huduma ya Mungu. Lazima uthibitishwe na Yesu Kristo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Lazima utii na usikie sauti ya Roho Mtakatifu. Kwaya nyingi zimepoteza uwepo wa Roho Mtakatifu kwa sababu ya mambo mbalimbali. Mazoea, mizozano, migogoro, mafarakano. Mimi nataka nigonge huu wimbo, fulana kigonga haigongaki vizuri. Na nikakwambia aliye na Roho huongozwa na Roho. Wala hawe mbishi kama wewe ulivyo. Hagombani na wewe, hawi na kinyongo kama wewe ulivyo na kinyongo na mwenzako. Akigonga wimbo unakunja midomo. Fulani akiimbisha sifa unakunja midomo. Hajui kuimbisha. Wewe unayejua kuimbisha, tena huenda unatumiwa na mapepo kuimbisha. Ninahuzunika sana siku nyingi ninapotembea nakuta waimbaji wale ambao tulikuwa tunawategemea watusaidie kwenye mikutano yetu, ndio wale tunawatoa mashetani. Sasa unajiuliza inakuwaje? Bwana sifiwe. Kamwambia mchungaji, kabla sijaja huko naomba wale wahudumu wa mkutano ukae nao kwanza, wapike waive, kama liko giza ndani yao liondoshwe. Yesu alijitengea wanafunzi 12.
Sema amen. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Leo tutahubiri taratibu tuelewane. Na kama uko kwenye dhehebu ambalo unajua kule roho ni mwiko, inabidi uhamie kwenye unit in the Holy Spirit for all nations. Bwana asifiwe. Lazima ukubali Yesu Kristo. Usiende kama liturujia tu kwamba ili mradi ni nasali. Kusali sio kitu, haitakusaidia. Mbinguni hakuna dini. Mbinguni wanaingia watakatifu. Bwana asifiwe. Waliohakikiwa, waliokubaliwa na Yesu, aliyowakubali. Bwana asifiwe. Ukubali Yesu leo akukubali. Sema amen. Sema amen. Usithari tu ili mradi, haitakusaidia chochote. Kusali tu haitakusaidia chochote. Unaenda na kutoka, unaenda na kutoka. Hiki sio kikundi. Mimi nawaambiaga, makanisa sio vikundi. Kama ukiona hilo kanisa limekaa kama kikundi, yale majibu huyaoni, matokeo unayaona, lakini bado kanisa halitoi majibu. Mpaka wasikilizi washirika wanaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji. Jana nilikutana na kijana mmoja hapa, anasema ameokoka, yuko kanisa fulani sitalitaja. Ila kina anasema alijaribu kutafuta msaada kanisani hakupata. Ikabidi aende kwa waganga wa kienyeji. Na leo mko hapa mlioenda kwa waganga wa kienyeji. Leo lazima tutoe mashetani walioweka waganga wa kienyeji ndani yenu. Bwana asifiwe. Leo tunataka mpokee muhuri wa Yesu Kristo. Sema muhuri wa Yesu Kristo. Wa Yesu Kristo. Ukishaenda kwenye mganga wa kienyeji ujue umeanguka wewe. Bwana asifiwe. Umemwacha Yesu, umeona hasaidii, umeenda kwa mganga na kwa miungu mingine, umejitoa uhai wako kule. Uhai wako umeuzika kule, umejisalimisha, umegongwa muhuri wa kuzimu kuwa wewe ni wa shetani. Leo tunakuweka huru kwa jina la Yesu. Leo tunakuweka huru kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Lazima Yesu atawale na kumiliki kitambuka. Ndio maana mashetani yaliposikia alipata tetemeko, yalijihalishia, yakasema itakuwaje. Lakini Yesu lazima afungue leo. Lazima kitambuka ifunguliwe. Vita vyetu sio kushika mashoka na majembe kupigana. Tunapanda anga kwa anga. Lazima julikane ni nani mwamba miamba aliyekufa kafufuka, ambaye hawezi kufa na mtu yote hawezi kumuua. Anasema anaweza kuchukua uhai na kaurudisha mwenyewe. Bwana asifiwe. Yesu hakuna aliyemtolea uhai wake. Majira ya saa 9 alishuka kuzimu kuchukua mamlaka. Zile mamlaka zote shetani alizotoka nazo mbinguni alinyang'anywa. Nasi tumekaribiziwa mamlaka hizo. Kwa jina la Yesu tunatoa pepo. Kwa jina la Yesu shetani anashika adabu. Kwa jina la Yesu majini yanahama. Bwana asifiwe. Lazima Yesu Kristo hubiriwe. Bwana asifiwe. Amen. Yesu Kristo ni mwamba wa miamba. Sema amen. Amen. Lazima hubiriwe. Lazima hubiriwe. Sio hayati, yuhai. Ile nguvu alitupa sisi akina Baraka, tunaihubiri Kristo na tunakuhubiri wewe na tutazama sahihi. Ukubali ukatae Yesu Kristo ni mwamba. Ukubali ukatae Yesu Kristo yuhai. Na Yesu Kristo ni Mungu. Ukubali ukatae. Biblia inasema, jana tulijifunza, kila goti litapigwa. Wewe unainisikia saa hii kwa njia ya mtandao, hata ulioko madhabahuni mahali hapa katika ibada ya leo, goti litapigwa na kila jicho litamwona. Usiwe na hofu mama, utamwona. Uwe mtakatifu sio mtakatifu na utamwona. Unaweza ukamwona kwa kujuta au kwa uzuri. Kwa uzuri utakutana naye, atakuvika taji au sema. Bwana asifiwe. Kubali muhuri wa Yesu Kristo asubuhi ya leo. Kubali muhuri wa Yesu Kristo asubuhi ya leo. Usikubali kufanya huduma yoyote bila Yesu Kristo kuwa ndani yako. Usikubali wewe kiongozi wa dini, mchungaji, askofu,
Hata shemasi na mzee wa kanisa, umechaguliwa tu kwa madaraka kwa sababu una pesa nyingi ukawekwa madhabahuni. Pole, utakufa kiroho. Kubali Yesu Kristo akutengeneze. Usivimbishe mabega kwa sababu una $200 zako kwamba una kama madhabahuni, mchungaji anakuogopa. Ukitenda dhambi anakufichia. Hata kama na mamilioni hatuwezi kukuogopa. Yesu yuko juu ya yote. Malaika wote wanajua wako chini yake. Yeye yuko juu ya yote. Hakuna aliye juu ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kila goti litapigwa mbele zake. Efeso, mpokea Yesu. Kubali Yesu leo. Usimpapase. Ishi naye Yesu milele. Ayamiliki maisha yako kuanzia sasa. Usiingie kanisani na kutoa sadaka tu, haitakusaidia chochote. Tutakula sadaka zako lakini siku ile hatutakuona. Utamlaumu mchungaji, hukuniambia kweli, ningekuja mbinguni. Utamlilia mchungaji, hatakuwa na msaada. Wachungaji, semeni kweli. Wa kweli atatulia. Wa kukimbia na kupotea atapotea tu. Wapo wengi wamekaa kanisani wamepotoshwa. Wanaingia kanisani tu ili mradi wasikilize mahubiri na kutikisa miili yao kwa miziki minene. Haitakusaidia hiyo miziki. Thibitisha kwanza Yesu Kristo yuko ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Thibitisha kwamba Yesu yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiishi tu. Kuna maisha baada ya kufa. Ziko njia mbili. Sikutania asubuhi ya leo. Kubali badiliko. Ikiwa iko miungu ndani yako na nyumbani kwako umeiacha, leo ihamishe. Usalimishe maisha yako kwa Yesu. Usalimie maisha yako kwa Yesu, yasalimishe leo. Akuweke huru, maana hujui saa wala dakika. Mimi sijui saa hadi dakika yangu. Ukubali Yesu. Usimpapase, umaanishe, jitoe. Yesu Kristo yuko huru na kukupokea. Hata kama una mizimu, hata kama una matunguli nyumbani kwako, unamwambia Yesu, nataka utawale maisha yangu, utakuwa salama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usikubali kuishi bila Yesu. Maisha bila Yesu utapotelea gizani. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, kubali muhuri wa Roho Mtakatifu. Kubali kuthibitishwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nyewe vijana, simupa vijana wa kizazi cha leo wabishi kabisa. Sema kuokoka ilikuwa mambo ya zamani. Nani alikwambia? Utapata shida siku ile. Utapata shida siku ile. Utatafuta msaada, hutauona tena. Mchungaji, mtafuta mchungaji Melaki, utamuona tena. Utalia na kusaga meno. Biblia inaposema kusaga meno, naelewa wewe? Unaelewa kulia mpaka unasaga meno yanakuwa unga? Shai kulia wewe? Utajuta. Kwa nini mhubiri alikuja sikukubali kumpokea? Kwa nini mhubiri alikuja sikusikiliza nikaamua maisha yangu kuyakabidhi kwa Yesu? Utalia na kuomboleza. Utalia na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo mwambie jirani yako, kubali leo Yesu Kristo akurudishie muhuri wako. Bali Yesu akurudishie muhuri wako. Yes, kwa sababu Kristo alikuumba kwa mfano wake. Na sisi tuna namna ya Mungu. Na sisi ni wamiliki wa Mungu. Sasa nahuzunishi na kuta watu wamejichubua miili yao, wameharibu hekalu la Kristo. Hamjui kama Kristo anakaa ndani yenu? Ninahuzunika. Na shukuru nyie mko vizuri. Nakuta wengine najua wananisikiliza kwa njia ya mtandao. Unaona alivyokuumba Mungu haitoshi, na muongezea mzigo kichwani. Unataka kuwa Muhindi tukupeleke India? Bwana sifiwe. Tukuhamishie India. Uwe Muhindi, nywele zako zifike chini. Na penyewe ukifika kule utatamani kuwa Mrundi, uwe mweusi kama mimi. Huko ni kutapatapa na kukosa nguvu ya Roho Mtakatifu. Huko ni kuhangaika kwa dunia. Duniani kuna mahangaiko. Duniani kuna tabu.
Unapepesa, unahangaika kuangalia jinsi ya kuweza kuishi kwenye dunia iliyojaa dhiki, haitakusaidia. Mbinguni wanaingia watakatifu, nywele zako hazitaingia mbinguni. Biblia inasema baada ya kufa miili yetu tutabadilishwa, tutapewa miili ya kutokufa. Unafikiri wewe wigi lako utaliona? Hizo hereni zako unafikiri kule utaziona? Nina huzuni sana kuwaona wadada wa leo mnaipenda dunia. Nina huzuni kuona mnapenda mapambo. Mimi ningetamani, lakini ni jambo ambalo haliwezekani. Mungu naye anabaki kuwa Mungu. Angewaonesha kwanza mwili ule ambao mtapewa jinsi ulivyo natural. Hauna vitu vimamarumaru hivyo mlivyoweka ndani ya sura zenu. Mmejibandika vitu vya ovyo ovyo, mmehongorora, mmefanya magofu. Ili ni hekalu la Mungu, msiliharibie. Msiharibu hekalu la Kristo. Naye Roho Mtakatifu akai humo ndani. Yuda akasema kujipamba kwenu kisiwe njiwe, sio kuvalia mahereni na kusuka nywele, bali utu wenu wa ndani. Jipambe ndani, ajawe Roho Mtakatifu, ajae Yesu Kristo ndani yenu. Ile nguvu ya Roho ijae ndani mwenu, sio kujipamba nje, haitakusaidia. Huo mwili wako utazikwa pale, na hereni zako tutakusaidia tukusindikize nazo, tuone kama zitakunusuru. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Utafute utakatifu, mtafute Yesu Kristo. Amen. Mtafute nani? Tafuta Roho Mtakatifu na muhuri, akugonge Yesu Kristo muhuri wake. Uthibitisho wa Roho Mtakatifu uwe ndani yako. Usiabudu, usiingie kanisani kwa mzee Malaki. Mzee Malaki waambie kweli tu. Atubaki na washirika wawili, ila uende nao hao. Amen. Kuliko waje humu wakulililie siku ile, itakuwa ni huzuni. Anakulilia mshirika yule, kwa nini hukuniambia kweli? Huenda atakuvuta shati mtanda naye jehanamu. Waambie kweli watu wenu. Ihubiri kweli wewe. Yesu Kristo anakuja. Dalili tushaziona, ishara tushaziona. Watatokea manabii wa uongo, nao tumewaona. Wanajiita wachungaji, kumbe si wachungaji, ni wachumaji. Ni wachumaji. Shida yao wapate posho, makanisa yao yajae, lakini mle Yesu hayumo. Matokeo yake akishakosa Roho, miujiza inaanza. Anaenda kwa sangoma, anampa miujiza na nguvu za giza, anaanza kufanya miujiza. Akifanya hivyo unaangukia kule, unafikia Roho Mtakatifu, kumbe majini. Akikugusa mama unaanza kutetemeka kama mwenye degedege, kumbe mashetani. Utafikiri Roho Mtakatifu. Ukikosa Roho Mtakatifu, mtumishi wa Mungu, kinachofuata tunaanza kutafuta miujiza ya ajabu kwa wakuu wa giza hili. Ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, soma Biblia yako. Petro na Yuda na Yohana, watumishi wa Mungu, kivuli alivyopita tu kiliweza kuponya wagonjwa bila kuweka mikono. Aliweza kuwafungua walioonewa. Bwana sifiwe. Usikubali kutumia miujiza feki, utatapikwa. Huko ndiko tunapokuita kumkufuru Roho Mtakatifu. Unajifanya una Kristo, kumbe huna. Unatumia miujiza feki, hafu unadanganyia watu ni Yesu, sio kweli. Uwe na hakika na wewe mtumishi wa Mungu, jehanamu inakuita. Bwana Yesu asifiwe. Mkubali Yesu mchana wa leo. Kubali muhuri wa Roho Mtakatifu mama. Ninaonea huruma sana, nina kiu, ninaonea shauku sana wa mama huko. Mnapenda sana Yesu. Bwana asifiwe. Msikubali kutupwa jehanamu. Mkubali Yesu. Bado kitambo kidogo mtaenda kumwona Yesu. Bibi yangu, usikubali kubaki duniani. Mama, usikubali kubaki duniani. Umkubali Yesu leo. Ayamuru maisha yako. Usikubali kutumika bila Mungu. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Mama yangu, nafurahishwa na huduma yako. Itakuwa ni huzuni ikiwa utamtumikia Mungu, lakini mwambie Yesu, nataka kukufanania. Nataka nifanane nawe Yesu. Si waga waimbaji mnaimba hivyo? Nataka fanana na Yesu, moyo wangu. Wimba ujulikane
Yes. Au waga mnaimba tu ili mradi muimbe. Afu kingine ni wakumbusha nyewe waimbaji. Waimbaji wa kwaya hata nyewe mnajiita praise team, praise and worship. Ni wakumbushe ka kitu. Usiimbe wimbo kama unaimba kama kasuku. Imba kwa kufuatisha kile kinachoimba na uwe na uhakika kile unachokiimba. Si unaimba afu nikwambia ulikuwa unaimba nini pale nini? Mimi naweza nikakaa hapa nikasikiliza huo wimbo. Kwa naambia vijana wangu hapa. Naweza nikakaa hapa nikasikiliza wimbo wako wa mwanzo mwisho. Nikakwambia wimbo umeutoa kitabu fulani. Au nikakwambia wimbo unauimba kwa sababu ya vijembe. Hatuimbagi vijembe tuliookoka. Bwana sifiwe. Lazima mkubali kumsikiliza Roho anafundisha nini. Msiimbe kiholela holela. Ndio maana naambia lazima kwaya ikubali jae nguvu. Muwe na muda wa kumuomba Mungu. Kama msipomtafuta Mungu naye hana habari na nyie. Fanyeni yangu na mimi nitafanya ya kwenu. Ndio utaratibu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Msikubali kutumika hivi hivi. Waimbaji wa leo na wahubiri wa kizazi cha leo. Hasa waimbaji sijui umerogwa na nani. Wakuja na mfumo wa kutimwa vumbi afu matokeo yake ni mnatoka pale mko hoi mmechoka. Kwamba tulikuwa tunamsifu Mungu. Ana habari hizo? Hana habari na nyie. Inatia huruma sana. Bwana sifiwe. Ukuta waimbaji wanaruka hapa lakini ulichokuwa kimbo ulikuwa ukisikiliza au ulikuwa unafurahia mdundo ulivyokuwa unadunda pale. Usifurahie mdundo. Kapambio kidogo. Haya tupige makofi. Pale Kalvari yote yalikwisha. Twende. Pale Kalvari yote yalikwisha. 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 Pale Kalvari yalifanyaje? Sasa unakuta watu wanabinuka tu hapa. Tulichokuwa tunakiimba msalabani aliisha. Mtu uimbe kwa kusikiliza unachokiimba. Hafu maanisha uone kama mama yangu ulikuwa unaumwa tuko tunaimba wimbo huo. Pale Kalvari yalikwisha. Ugonjwa unaishia hapo hapo. Roho akishuka. Sasa yaliisha afu unaendelea kuumwa. Bwana sifiwe. Tunapoimba lazima nyewe mnaoimba lazima msikilize mnachokiimba. Sasa kuna vitu vingine waga mnakopi uko nje, mnakopi mnaleta huko hujui kimeimbwa na nani, kimeletwa kwa staili gani, amekitoa wapi. Nyingine lugha za wengine unakuta unafuatisha mule kwenye zile lugha za wengine. Nikikuuliza ulikuwa unaimba nini? Ngoja kwanza. Haya ruwe. Maana yake nini nimesema hapo? Kuna kitu umeelewa hapo? Alafu mnakuta mko maulu tu. Hapo safi. Bwana sifiwe. Huo ndio uimbaji wa kileo. Sasa umepokea nini? Nimesema ruwe. Umeelewa nini? Kama nimekutukana au kama naita mizimu. Ya waimbishaji msituletee ujinga hapa. Si tunataka Yesu ashuke na nguvu zake. Tunataka Pentekoste irudi. Bwana asifiwe. Tunamtaka Yesu na uweza wake. Tumechoka kuabudu bila Roho Mtakatifu. Tunataka Roho Mtakatifu katika ibada zetu. Kuanzia uimbaji, mahubiri na hata matangazo. Wazee wa kanisa wengine anasimama anaanza kuleta mizaha madhabahuni kwa jina la Yesu toka. Na kuwa mzee wa kanisa analeta mizaha madhabahuni. Matangazo tangaza basi yaishe. Sio unaanza kusema mama fulani siji na nini vitu vingine. Wewe nyoka basi kapake pale. Wazee wa kanisa nao siku hizi siki makanisa yamerogwa na nani? Au shetani ameshavamia. Kwa hiyo amepitia wapi? Mlango wa madhabahuni au kule? Bwana sifiwe. Lazima wewe mchungaji na initazama na wewe mzee wa kanisa na wewe askofu lazima tukubali kumrudishia Yesu heshima yake. Yesu lazima arudishwe heshima yake. Wajulikane warokore wapo. Sio aonekane makanisa haya kwamba warokore ilikuwa zamani, siku hizi kuna vya kuokoka. Mama fulani tunamuona, acheni na nyewe washirika. Uwe tofauti. Unasema huyu ameokoka ndio. Bwana sifiwe. Amen. Sio mtu nakuja hapa, mtumishi wa Mungu umeokoka. Bwana sifiwe, unaogopa hata kusema mbele ya watu amen. Bwana mnajua huyu ni mtumishi wa Mungu. Ndio tunasikia leo. Hiyo haipo. Haitakiwi hiyo. Bwana sifiwe. Tukikutana na kusema mama mtumishi hapa.
yule ni mtumishi wa Mungu ameokoka. Lazima ushuhuda uwepo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Asubuhi ya leo tunaenda kumpokea Yesu Kristo. Tunaenda kupokea muhuri, chapa, uthibitisho kuwa unaye Kristo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Lazima tupokee uthibitisho. Uthibitishwe, ugongwe muhuri, chapa ya Roho Mtakatifu. Ukiwa naye Roho Mtakatifu uwe na hakika hakuna wa kukubabaisha. Ukiwa na Roho Mtakatifu iko nguvu ndani yako. Vile vitega, yale majini yanakuogopa. Ilikuwa ni jana, ilikuwa ni lini? Yaani mtu tu ana mashetani tu hivi, anajua huyu ana nguvu ya Mungu, hata kukukazia uso anashindwa. Nakwambia leo ukipokea damu ya Yesu na nguvu ya Roho Mtakatifu, wale wanga niliwaambia jana, ukikutana naye kama ni jirani yako vile mchawi yule, ataanza kukuambia sasa usipite uani kwangu kuanzia leo. Nisikuone. Anaanza kukuvumagura. Bwana sifiwe. Yaani unaanza kuwa adui yake kuanzia hapo. Bwana sifiwe. Kwa sababu wewe umebeba kitu kingine. Na ndiyo yanayoendelea. Hao wana Kristo, wengine wanaopunga pepo. Wanakataa, wanasema msilete hapa huo moto jamani. Maana wanajua nuru na giza vipatani. Bwana sifiwe. Maana hapa itakuwa kivumbi, lakini Yesu yu hai. Sio marehemu. Yesu yu hai. Bwana sifiwe. Nikukumbushe wewe uliyekuja asubuhi ya leo, kesho tutaendelea. Na ukubali kufika hapa kwa ajili ya kumpokea Yesu. Usikubirie miujiza. Miujiza haitakusaidia. Biblia inasema msifurahi kwa sababu pepo zinatii, furahini kwa sababu majina yenu yako kule mbinguni. Kule ndo finali. Tunakuja humu kanisani kwa ajili ya kutafuta uzima ule. Hatuji ili kutafuta miujiza. Ipo, miujiza yenyewe ipo. Hiyo tukishampokea Yesu, marupurupu vitu vingine vitakuja. Bwana sifiwe. Umeelewa? Ukishampokea Yesu, hivyo vingine vitakuja. Usikubali kukaa hivyo. Usiingie kanisani bila kuthibitisha. Sije vijana mnaelewa au na vinapita hapa vinapitia huko. Eti unaelewa vizuri hapa? Kwa hiyo inahitaji utulivu. Ubadilike hata mtaani pale. Usiwe kama wahuni wenzako wale mtaani. Utulie. Hata mnyoo wako uwe waliookoka. Sawa? Si unanyoa kipagani hivi sasa. Wale wako hivi, wewe uko hivi. Sasa sikulitukana na kanisa la Yesu sasa. Hapo kuna warokole hapo tena. Huyu na huyu wote sawa. Utofauti ni nini? Bwana sifiwe. Lazima tuwe tofauti. Umeokoka. Naenda mbinguni. Lazima turudi matendo ya mitume. Maisha ya Kristo, maisha ya kanisa la kwanza, jinsi alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaa Roho Mtakatifu, ukiwa naye Roho Mtakatifu mchana wa leo, utaamuru kila kitu kitatii. Kwa sababu unayo mamlaka na ile chapa ni hakika kuwa Kristo yuko ndani mwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ikiwa ulikuwa unabahatisha kwenye maisha yako, leo kubali kubadilisha. Ukiwa unabahatisha wokovu wako huna hakika, yani wewe umekuwa ukichanganya kwamba mimi naenda kanisani sawa na sali kama mshirika ili nipate wa kunizika. Hata usiposali kukuzika tutatuzika tu, maana unatoa harufu. Tutakikuta pale, sisi tutaenda ukifukia huko. Usije kanisani kutafuta kukuzika. Kuzika utazikwa tu, hata serikali itakuzika. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Serikali itakuzika tu. Kwamba unakuja jamani mimi ni msharika. Kuna makanisa siku hizi hivyo. Kama wewe hujananili hatukuziki. Kama hujafanya nini hatukuziki. Bwana sifiwe. Makanisa leo yapo siku hizi. Wanakucheki kwenye kitabu pale, bwana huyu bwana sadaka zake migogoro. Tusiende kuzika wewe. Azikwe na jirani zake kule. Hayo sio makanisa siku hizi, yamebaki ni vikundi tena. Au vibanda umiza. Bwana sifiwe. Maana kanisa kama halina Yesu, halina Roho Mtakatifu, hicho ni kibanda kama vibanda vingine vya mipira. Bwana sifiwe. Lazima tuwe tofauti. Bwana sifiwe.
Lazima kanisa liwe tofauti na makanisa mengine yanayojiita makanisa ya kilokole, la hali kuna giza ndani. Tukiingia kanisani tumkute Yesu. Mtu aje kanisani na umwa atoke ni mzima, ndiko kwa Yesu kuna salama. Si unaingia kanisani majini yamo wiki 2 wiki 3. Leo tukubali Yesu. Sema amen. Sema amen. Lazima tukubali kuwa tofauti. Sema ninakubali kuwa tofauti. Sema ninakubali kuwa tofauti. Wangapi asubuhi ya leo wanakubali leo unahitaji kumpokea muhuri wa Yesu Kristo? Nyosha mkono hivi. Fanya hivi. Fanya hivi. Ambao hawajanyosha hawajaamua leo eti mtaamua kesho. Ambao hawajaamua leo wataamua kesho. Leo lazima wote tuamue. Na kama una wasiwasi kwamba nyumbani nimeacha chungu cha bibi yangu alinirithisha, alisema nikikitoa tu nitaangamia, lazima uje hapa tumalize kazi hiyo. Maana hizo roho wakazi zinafuatilia. Wewe una wajukuu, una mzimu wako, ukitaka kufa unamwambia mjukuu wangu njoo chukua, na wewe mjukuu kifo na ndio hivyo. Unatoka mpaka watoto wote wapate. Bwana sifiwe. Mpaka watoto wote wapate. Na ile waga haifi. Kufa kwake ni mtu aokoke. Umeshaipokea, anaamua kuamua kwa Yesu. Na ukiamua uamue kweli, uzae kabisa. Ukisimama hivi katikati, kushoto kulia, uwe na hakika utapigwa tu. Maana Yesu hakaina vuguvugu. Lazima uwe moto. Ukiamua kuyachoma yote, ukiamua kumsalimisha Yesu maisha yako, jitoe ukweli kabisa. Umaanishe. Bwana sifiwe. Mchana wa leo ni muhuri wa Yesu Kristo juu yako. Mchana wa leo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu juu yako. Mchana wa leo tunajazwa nguvu. Sema amen. Sema amen. Wangapi waliwahi kunena kwa lugha? Nyosha mkono hivi. Tangu umezaliwa uliwahi kunena kwa lugha? Uliwahi hata mara moja basi? Mara moja tu. Wengine bado. Sasa ulinena baadaye akazima, sio hivyo? Unajua kwa nini alizima? Aliondoka huyo. Kuna mahali ulibonyeza pasipo stahili. Nani nikakwambia bonyeze hapo? Roho Mtakatifu ana utaratibu na ni mtakatifu. Hahitaji mchanganya. Bahati nzuri kabla hajaondoka na kupa taarifa tu. Ukisikia ndani vinafurukuta anakwambia nenda, usiende, nenda, usiende, nenda, usiende. Ukisikiliza hiyo sauti kubwa kaenda, utasikia uchungu. Baadaye usiporudi kutubu kwa mchungaji, utaanza kujiaminisha. Kesho utarudia, ukirudia unasikia safi kabisa. Hamna shida. Unaendelea mpaka leo. Una habari na Roho Mtakatifu. Alishaondoka ni leo mpaka alipopita majani ya shaoto. Bwana sifiwe. Leo tunarudisha. Sema leo tunarudisha. Leo tunarejesha. Leo ni siku ya kurejesha. Utakuwa huru kwa jina la Yesu. Uwe na hakika utakuwa na amani ndani ya nyumba yako. Watu wanalala wanateseka usiku kwa sababu huna Yesu. Umkubali Yesu leo. Umkubali Yesu baba. Ndiko uzima wako ulipo. Mimi sina uzima. Uzima nao Yesu. Yule waliomkataa wakamwangika mtini wakafikiria amekufa, kumbe yu hai. Ile yote ilikuwa ni njia sisi kukabidhiwa mamlaka. Na ile mamlaka tunayo sasa. Tumefika kitambo kama shetani anatuogopa. Maana wanajua wa jamaa mamlaka walionayo ni nyingine. Kwa hiyo hawa lazima tuwadhibiti na tuwakabe. Lakini kwa jina la Yesu Kristo ambaye yuko juu mbinguni, ambaye kila jicho litamuona, na hata hao wanaopinga kweli lazima watamuona. Ninayo hakika watapiga goti mbele zake na kuomba msamaha. Watasujudu. Na kila ulimi Biblia inasema utakiri kuwa hakika wewe ulikuwa Bwana. Nao watasema ni kweli Bwana, kumbe walikuwa watumishi wa Mungu. Wanasifiwe. Asubuhi ya leo mwambie jirani yako tunaenda kupokea nguvu. Wangapi wamefungua mioyo? Kama kuna mtu bado anasikia huku bado kuna kamzigo kako nyumbani, au anasikia bado amefungiwa,
amefungiwa na miungu mingine mpaka kaikate kwanza akaagane nayo. Nani anataka kuagana nayo kwanza? Aende nyumbani kaage, bwana jamani mimi naamua kuokoka leo. Fanya hivyo. Wote tulioko humu tunaamua moja kwa moja. Usimdhihaki Mungu, kimdhihaki Mungu utapigwa. Ndio kule kumkufuru Roho Mtakatifu. Uwe na hakika ukisema naamua naamua. Ukisema naamua naamua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nawe ukimpokea Yesu utahubiri injili ya kweli. Ukimpokea Roho Mtakatifu utahubiri kweli kwa ujasiri. Bwana asifiwe. Ninaomba tusimame. Leo tunapokea muhuri wa Roho Mtakatifu. Nani ana wasiwasi bado amebaki nyuma? Kuna mtu ana wasiwasi hajaamua leo kupokea muhuri? Sogeni mbele, sogeni mbele. Sogeni upande huko. Kuna mmoja ana wasiwasi bado? Tunawasubiri waliobakia. Uwe tayari kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ndiyo ushindi na uzima wako. Huwezi kushinda mateso, huwezi kuishinda dhambi pasipo Roho Mtakatifu. Huwezi kuishinda dhambi pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Huwezi kushinda majaribu, lazima utaanguka tu dhambini usipokuwa na Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu huisha, naye ni kiongozi utuongoza. Naomba mwache kikao huko nyuma. Tulieni hapa, kuna wingu la Roho Mtakatifu liko juu mahali hapa. Uliye na mawazo tofauti yaondoshe. Maana Roho Mtakatifu anataka kutengeneza upya. Nasi tunataka tulitengeneze unity kama unity. Roho Mtakatifu awe Roho Mtakatifu. Sio tunaitwa unity alihali humo tunaingia hali ni giza tupo. Unity kiwango cha Roho Mtakatifu kifunike mahali hapa. Ingia ndani ya roho yako, uamue kabisa, useme Yesu leo nahitaji kabisa ukae kwangu, nami nahitaji uwe wangu nami niwe wako. Kuanzia sasa uyamiliki maisha yangu, na kuanzia sasa niweze kutawala na uweze kuishi maisha yale yanayokupendeza na yanayokufaa. Unisamehe Bwana pale nilipoacha njia ya kweli, nikafuatisha namna ya dunia, nikaiacha kweli yako, nikafuatisha njia zisizofaa, nikamuhuzunisha Roho wako Mtakatifu. Asubuhi na mchana wa leo ninakuja kwako, nisamehe Yesu. Unirejeshe tena upako wa Roho Mtakatifu. Unikubali niwe wako. Unibatize kwa Roho wako Mtakatifu. Kuanzia sasa nikapate kutembea kwa huyo Roho. Maisha yangu yote yakaongozwa na Roho. Shetani asinishinde. Majaribu asinishinde. Mapepo yasinishinde. Kwa jina la Yesu. Yesu njoo. Yesu njoo. Yesu njoo. Yesu njoo. Pokea nguvu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Cha nguvu kwa jina la Yesu. Pokea. Badala kwa. Ongeza sauti, ongea kwa jina la Yesu. Pokea. Endelea kusema sana Yesu, endelea kuja. Endelea kuja kwa jina la Yesu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kwa jina la Yesu. Katika 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 jina la Yesu. Funguka. 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 Katika jina la Yesu. Atulia. Atulia moyo wako, achilia moyo wako. Roho Mtakatifu mchayo. Achilia roho kipawa. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Endelea kuomba wewe. Wewe ulioko nyuma endelea kuomba. Ukaisika. Chama kipawa cha Roho Mtakatifu. Endelea kuomba. Fungua moyo. Haya, pokea kipawa. Kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea kipawa kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Sana kumeshuka katika watoto wako. Haya, pokea. Katika watoto wako. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Asante Bwana. Pokea kwa jina la Yesu. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Ingia ndani. Asante. Kwa Yesu.
Roho mbaya kwa jina la Yesu. Ninakuamuru kwa damu ya Yesu. Ninakuamuru kwa damu ya Yesu. Haya mapepo. Majini. Mapepo. Haya panda nenda. Panda nenda. Panda nenda. Panda nenda. Panda nenda. Kwa jina la Yesu funika macho. Kwa jina Haya. Roma. Kwa jina la Yesu. Nakuamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu nakuamuru toka. Kwa jina la Yesu. Nakuamuru toka. Kwa jina la Yesu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Haya kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Nina Yesu. vipawa vya Roho Mtakatifu juu yako. Naingiza wokovu ndani yako. Kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa pokea wokovu. Pokea nguvu. Pokea kipawa. Pokea uwezo. Kuanzia sasa wewe msema. Upokee wokovu. Pokea ushindi. Kwa jina la Yesu. Haya. Asante Bwana. Haya. Asante Haya. Asante Bwana. Haya. Asante Bwana. Lucifer. Kwa watoto wako Bwana. Haya kwa jina la Yesu. Pokea. Nakuamuru kwa jina la Yesu. Sana kwa umepokea. Pokea. Sana kwa umefunguliwa. Roma. Kwa umefunguliwa. Roho mateso. Waachiwa huru. Mizimu. Roho fatilisi. Majini. Kwa jina la Yesu Kristo. Leo mateso. Mateso. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba watu kumzuia huyo. Naomba watu kumzuia huyo. Naomba watu kumzuia huyo. Naomba watu kumzuia mtu huyo. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba watu kumzuia. Haya mateso. Haya mateso. Roho mateso. Roho mateso. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Naomba viongozi wa kanisa jioni kumsaidia. Saidieni huyo. Haya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya mateso. Kwa jina la Roho Yesu. mateso. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndio kuombea huyo. Haya kwa jina la Yesu. Kila mamlaka. Ninaamuru kwa jina la Yesu. Kila nguvu zote za giza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakuamuru. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa Roho jina ya la Yesu. mateso. Roho mateso. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Go! Mungu ni hai. Ina kichwa Katika jina la Yesu. Katika jina la kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Shika vizuri, shika Achilia vizuri. moto. Shika vizuri, shika vizuri. Achilia moto. Shika vizuri, shika Achilia vizuri. moto. Fire! Achilia moto. Achilia moto. Shika vizuri mtu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Fire! Kwa wapi wanaume? Fire! Shikeni huyu. Fire! Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kuamuru kwa jina la Yesu. Tulia. Yesu Kristo. Haya tulia kwa jina la Yesu. Zote. Haya kwa jina la Yesu. Nasiamuru kwa mamlaka ya Yesu. Haya damu ya Yesu juu. Nasiamuru kwa Damu ya Yesu juu. Damu ya Yesu juu. Damu ya Yesu juu. Damu ya Yesu juu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Fire! Jina la Yesu Kristo. Katika Fire! katika jina la Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Haya pokea uzima. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea kipawa. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu. Katika jina la Yesu Kristo. Mwisho wa mateso. Haya. Leo ni mwisho wa Haya. mateso. Leo ni mwisho wa mateso. Haya. Leo ni mwisho wa mateso. Kwa jina la Yesu Leo Kristo. ni mwisho wa mateso. Leo ni mwisho wa mateso. Upokee uzima. Leo ni mwisho wa mateso. Leo ni mwisho wa mateso. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika Upokee jina uzima kwa jina la la Yesu. Yesu. Katika jina la Pokea Yesu. ufanyaji. Mateso. Roho ya mateso. Pepo za ukoo. Pepo za ukoo. Pepo zilizotoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Nani hajaombewa? Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba hajaombea kipawa. Tunasiamuru ziwachie. Ziwachie. Baba hajaombea kipawa. Mwachie binti yule. Mwachie mama Yesu Yesu. Kristo. Na achia moto. Katika jina la Yesu Kristo. Tuonane baadaye. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Baba ninakushukuru. Baba ninakuinua. Yes! Kwa damu ya Yesu Kristo. Kama gani? Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Popo Jina jini. la Yesu Kristo. Popo jini. Katika jina Popo jini. Popo jini. Bible. la Yesu Kristo. So. Katika jina. Kwa jina la Yesu. Majini. Kwa jina la Yesu. Majini. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Teketea. Kwa jina la Yesu. Teketea. Kwa jina la Yesu. Teketea. Go. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa kinakuuma sana. Majini. Majini teketea. Anza ukumalini. Teketea. 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 Kwa jina la Yesu. 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 Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Kwa jina Haya Lucifer. kwa jina la Yesu. Haya kwa damu ya Yesu Kristo. Moto. Ninaamuru roho mbaya. Roho ya mateso. Roho ya kuzimu. Jina la Yesu. Go. Katika Roho ya jina la Yesu. kuzimu. Go. Jina la Yesu. Go. Moto, moto. Roho ya kuzimu. Ninakuamuru kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe uliyepiga kambi. Moto, moto, moto.
moto Mchana wa kwa leo. jina la Yesu, Mwisho wako leo. jina la Yesu, Mwisho wako leo. katika Mwisho jina la wako leo. Yesu, katika Mwisho jina wako la leo. Yesu, tunatekeleza Misimu. kwa jina Roho la ya Yesu, kusema. Fire. jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Kuanzia sasa huyu. jina la Yesu, Katika jina kwa la Yesu. jina la Yesu, fungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Angalia CGM4 Online TV, sisi ni Injili, Injili ni sisi. You are looking CGM4 Online TV, we are gospel, gospel is us. Usiabudu bila kuhakikisha nitaingia mbinguni. Kila dosari chukia kukaa nayo. Kila dhambi kikunasa ghafla, omboleza na kujuta, halafu harakisha mno umhamishe shetani. Unao uwezo wa kuiamuru dhambi kutoroke. Unayo nguvu, maana alisema nimewapa amri, mamlaka, kukanyaga nyoka na nge. Nyoka kukanyaga dhambi, nge ni kukanyaga magonjwa na tabu, maisha magumu. Umepewa amri kuyafagia yote kwa jina la Yesu.